Na leo kishai tena tuko hapa katika dimba la Mao Zedong. Tumetoka kushuhudia mchezo kati ya Mlandege dhidi ya Mwembe Makumbi City. Mlandege wameweza kuondoka na ushindi wa magoli 2-1, alama 3 muhimu. Tuko na man of the match wa mechi hii, Rais Bwana Hemed Abdurrahman London Boy. Rais, habari? Safi. Wema? Alhamdulillah. Hongera. Asante. Kawaida tu. Nimesikia mashabiki wanaimba wanasema ndio man of the match. Of course, kwa sababu unajua hasa kwa taswira ya mchezo ilivyo. Nacheza na timu ambazo toka huko nimekuepo huko. Kwa hiyo kwa image ya nje itakuwa ni hivyo. Umeingia kwenye kazi na kwa mara ya kwanza umetambulishwa na unakutana na ushindi mnono kabisa. Kwako inakupa confidence kwa namna gani kuelekea katika kazi yako mpya? Mimi najisikia vizuri sana. Unajua mtu yeyote ambaye anafanya kazi kwenye sehemu yote, siku zote hategemei kazi mbovu, anategemea kazi nzuri. Of course mimi nilikuwa sipo Zanzibar, ndo nimeingia sasa hivi. Nakuja ndo naona wanapata wale goli moja, ikawa ndio hiyo 2-1. Lakini nimefurahi kuona vijana sipo, lakini tulikuwa tunaambizana kwamba mechi tunaitaka tushinde, wamefanya hivyo. Kwa hiyo I'm so happy. Mechi yangu ya kwanza imekuwa ni mechi nzuri, yani safari yangu imeanza vizuri. Kwa hiyo nafurahi sana. Yani siku leo nafurahi. Nilikuwa nimechoka na safari, lakini vijana wamerejesha mchezoni. Sawa, alama 3 zinamaanisha nini kwa Mlandege kwenye msimamo kwa hivi sasa? Na tunakwenda kusimama kwa sababu tunasogea nafasi ya 5 kama sikosei. Tulikuwa na alama 32 na 33 kitu kama hicho. Kwa hiyo tunasogea kwenye nafasi ya 5, maana yake tunamgongea hodi uhamiaji pale muda wote, na yeye ashukuru Mungu tuenda kwenye break ya muungano, lakini bila hivyo tungemgongea hodi akatupisha kwenye nafasi yetu tukakaa ya 4, alafu tukaanza kufocus na ambao wapo katika wa pili, wa tatu na wa kwanza. Lakini alama 3 muhimu kwetu hizo, kwa sababu tayari tupo kwenye nafasi sio mbaya, lakini ni nzuri kwetu sisi. Tulikuwa tupo kwenye nafasi ya nyuma kidogo, lakini tumepiga hatua mbili mbele Kiswahili hiki. Kwa hiyo kwetu ni nzuri sana. Sasa hivi tumemaliza mechi, tumepata ushindi. Mbappe ameonyesha kwamba kwa nini anaitwa Mbappe. Yaani ukisema mtu Mbappe maana yake umaanisha na Mbappe kweli. Of course hawezi kufanana na Mbappe, lakini kuna vitu anaweza akawa navyo. Funga magoli 2 hapa, magoli safi kabisa. Of course tunafuraha sana. Sawa, hizi ni salamu kutokana na performance mliofanyisha leo. Je, ni salamu kuelekea katika kombe la muungano? Of course. Of course. Yaani ambaye ratiba kwa nimetoka tayari, maana ilikuwa sipo Zanzibar, zinaendelea. Semaje hata wewe ratiba hujui? Kwani tayari? Tayari. Tumeenda kukutana leo. Na nani? Wananchi. Okay. Sawa, hizi ni salamu, wasije yani wasituchukulie kama underdog. Wasituchukulie kama underdog. Ujue tupo nyumbani, tupo kwenye ardhi ya nyumbani na michuano iko tu ni fursa. Nikukumbushe kwamba msimu mpaka sasa hivi hatuoni kombe lolote ambalo tunaweza tukalichukua kwa haraka zaidi ya muungano. Tulitegemea mapinduzi kaenda hivi. Tukategemea tena ligi kuu mpaka sasa hivi tunaona mchuano umekuwa mgumu. FA nayo tumeingia kwenye hatua ya robo. Kwa hiyo tunaona pia kombe ambalo tunaweza tukalichukua kwa urahisi sasa hivi ni hili. In fact kila timu ambayo ina malengo makubwa kwenye msimu katika haswa ligi kuu, sisi nguvu nyingi tutawekeza hapa kwanza, baada ya hapo tutakuja kuendelea na ligi kuu. Leo ni tarehe 18, takriban ya siku 3 kuelekea mashindano. Timu lini itaingia kambini kwenda kujiwinda na mashindano ya muungano? Why not? Lazima timu ingie kambini. Yaani leo anaachua tu leo, nadhani kesho kwa mujibu wa ratiba ilivyotumwa, kesho wajaji anaingia kambini, tunaanza maandalizi rasmi na kuelekea katika michuano ya muungano. Yaani hatuendi kubahatisha. Tunaenda kufanya kweli na tunamaanisha, na tunaenda kulitaka kombe kweli. Tunakwenda kulitaka. Of course tunaenda kulitaka kombe kweli. Neno lako kwa mashabiki wa Mlandege ambao wameimba man of the match today? Of course nawapenda sana. Wamenikaribisha vizuri na unajua sikutegemea. Yaani mimi tangu najiunga na Mlandege, of course mapokezi ambayo amenipa ndugu zangu ni makubwa sana. Yaani kuna muda tunasema tu pesa haitoshi. Yaani mbali na mapesa na kila kitu, lakini the way anavokutreat. Yaani kuna muda unaweza kusema labda nilichelewa kuwepo hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana, nawapenda sana pia. Big shout out kwa President Kamal. Hivyo. Shukrani sana. Asante.